Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kwa utendeti kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na nchi za NATO kuongeza bajeti kwa ajili ya ulinzi. Rais wa Ukraine Zelensky ashirikiana na Baraza la Ulaya kuhusu uhalifu wa kivita wa Urusi. Watu wapatao 8 wauawa katika maandamano Kenya. Moja kwa moja tuendelee kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Natumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Maelewano yaliyoanzishwa na NATO yanazifanya nchi kuahidi kutoa 3.5% ya pato jumla la taifa kwa matumizi ya kijeshi ya msingi ifikapo mwaka 2035 na 1.5% zaidi kwa maeneo mapana yanayohusiana na usalama kama vile miundombinu. Uhispania imekuwa ikikataa kukubaliana, na huku ikitia saini ahadi hiyo imesema inadhani inaweza kutimiza matakwa ya NATO huku ikitumia fedha kidogo, Trump akitishia kushambulia maslahi yake ya kibiashara ili kujibu. Ahadi iliyoidhinishwa huko The Hague inamruhusu Trump kudai ushindi, lakini wakati huo huo ikitoa nafasi kwa serikali zenye uhaba wa fedha barani Ulaya kufanya mashauriano kwa lengo la kulainisha makubaliano hayo. Msingi wa mijadala ya viongozi wa NATO kuhusu ulinzi ulikuwa uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, huku taarifa ya mwisho ya mkutano huo ikirejelea kitisho cha muda mrefu kinachosababishwa na Urusi kwa usalama wa Ulaya na Marekani. Ingawa lugha ya taarifa hiyo ilidhoofishwa ikilinganishwa na miaka iliyopita, tamko hilo pia lilisema washirika wataendelea kuiunga mkono Ukraine, ambayo usalama wake unachangia usalama wao
na washirika wataruhusiwa kutumia fedha kutoka kwa ahadi mpya kwa msaada wa kijeshi kwa ajili ya Ukraine. Wakati hayo yakiarifiwa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky huenda aliwachwa kwa kiwango kikubwa kando ya ajenda kuu ya mkutano wa NATO, lakini alifanikiwa kupata fursa ya kukutana ana kwa ana na rais Trump. Trump ameueleza mkutano wake na Zelensky uliodumu kwa dakika 50 akisema haungeweza kuwa mzuri zaidi ya vile ulivyokuwa. Trump amesema Zelensky anapigana vita vigumu kwa ujasiri dhidi ya Urusi. Zelensky amefanikiwa kupata ahadi ya kupelekewa mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot. Trump amesema atazungumza hivi karibuni na rais wa Urusi Vladimir Putin kushinikiza mazungumzo ya kutafuta amani yaliyokwama yaanze tena. Shukrani sana. Ndiyo hali ambayo inajitokeza, msikilizaji, kwamba Zelensky ashirikiana na Baraza la Usalama kuhusu uhalifu wa kivita wa Urusi, ambapo viongozi wa nchi wanachama ambapo walikuwepo. Watu 8 wameripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya 350 wamejeruhiwa kwenye maandamano yaliyoshuhudiwa Jumatano katika pembe mbalimbali za taifa la Kenya kwenye kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu tukio la Juni 25 ambapo vijana 60 waliuawa. Tuungane naye Shisia Wasilwa. Zaidi ya kilomita 500 na jiji la Nairobi katika jimbo la Kilifi kwenye hafla ya mazishi ya babaki gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro, mzee Gideon Baya Mung'aro Senior. Kule aliandamana na viongozi wengine akiwemo Raila Odinga ambaye amekuwa mshirika wake wa karibu kisiasa. Aliwahimiza raia pia kuepuka kuwachokoza maafisa wa polisi wanapotekeleza majukumu yao. Hata wale wako na maoni tofauti, hata wakati wa maandamano, pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo yakiharibika hapa. Sisi taifa letu la Kenya ndio hili. Maandamano hayo yalifanyika kama kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu tarehe 25 Juni mwaka 2024, siku ambayo waandamanaji wasiopungua 60 walipoteza maisha yao wakati wa maandamano makali dhidi ya serikali. Watu 8 waliripotiwa kuuawa, miongoni mwao mwanafunzi wa kidato cha 4. Watu wengine kadhaa walipata majeraha ya bunduki za machozi. Rais Ruto aliwataka Wakenya walinde taifa lao. Na ni nafasi yetu na ni wajibu wetu kuhakikisha ya kwamba tunalinda amani ya taifa letu la Kenya, na yale yote tunayafanya yawe chini ya sheria, na tuhakikishe ya kwamba hatuharibu amani ya taifa letu la Kenya. Maelfu ya waandamanaji ambao walitaka kuelekea Ikulu walikabiliwa na maafisa wa polisi waliokuwa wakilinda barabara ya kuelekea katika jengo hilo. Hata hivyo, ni mara ya kwanza kwa waandamanaji kufanikiwa kutembea kwenye barabara ya State House. Siku ya leo nimekuja huku Nairobi kuandamana kwa sababu natafuta haki, tunatafuta haki. Ambapo siku ya leo vile imesemekana kuna ile anniversary ya police brutality ambayo ilifanyika mwaka jana tarehe kama leo, na sasa siku ya leo vijana wamejitokeza kwa wingi kuja katika barabara ambapo walikuwa wakiandamana wakitaka haki kwa wale ambao waliuawa na polisi, wale waliumizwa. Sasa vile vijana wana ghadhabu nyingi sana, wanasema lazima watu ambao waliuawa na polisi hii mambo ichunguzwe, na pia wale ambao waliuawa wafanyiwe compensation, wale waliumizwa wafanyiwe compensation. Mwaka 2024 waandamanaji waliwahi kuvamia viunga vya bunge katika hali kama hii ya taharuki. Ni siku ambayo shughuli za biashara na usafiri zilisimama kabisa katika miji ya Nairobi, Eldoret, Nyeri, Nakuru, Mombasa na Kisii, huku waandamanaji wakitembea kwa mshikamano wakidai haki, mageuzi na kukomeshwa kwa ukatili wa polisi. Barabara zilifungwa kwa vizuizi na magurudumu kuchomwa moto katika maeneo mbalimbali, alilosababisha mkwamo wa usafiri wa umma. Wale wameumia tu ni kuwasaidia hapa Chamia Mosque. Wameumia sana pale Koinange Street Ndei. Nimebeba nikawapeleka Chamia Mosque. Ni karibu na Moi Avenue hapo. Pigwa na polisi na rungu, wengine wanagonga tear gas, wengine rubber bullets, wengine tear gas bro. Hayo yakijiri, shirika la Katiba Institute linadai kuwa kufungwa kwa jiji bila taarifa wala msingi wa kisheria ni kitendo haramu cha kiutawala na ni kinyume na maamuzi ya awali ya mahakama yaliyokataza marufuku jumla ya maandamano katikati ya jiji, yakiwemo yale ya kesi ya Katiba Institute dhidi ya Inspekta Jenerali wa polisi. Wakati huo huo, Katiba Institute iliwasilisha ombi la dharura la kikatiba katika mahakama kuu.
kupinga uamuzi wa serikali kufunga barabara zinazoingia na zilizoko ndani ya eneo la biashara katikati ya Nairobi, likitaja hatua hiyo kuwa kinyume cha sheria na ukiukaji wa haki za msingi za wananchi. Shisia Ndiyo hali ambayo inajitokeza katika hatua hiyo, ambapo maandamano yalitanda katika jiji kuu la Nairobi na kusababisha vifo vya watu 8. Katika rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila yuko kwa sasa katika jimbo la Kivu Kusini, ambapo kama alivyofanya mjini Goma ameanzisha majadiliano na watu wa tabaka mbalimbali za kiraia. Ziara hiyo imefanyika wakati waasi wa AFC na M23 wakiendelea kupigana na wanamgambo wa wazalendo wanaoungwa mkono na serikali ya Kinshasa. Amani ya kudumu na mshikamano wa kijamii unavyoweza kurejea mashariki mwa Kongo. Haya yanajiri huku maeneo kadhaa katika wilaya ya Kabare na mtaani Bagera katika jiji la Bukavu yakiwa chini ya tishio kutoka kwa wapiganaji wazalendo wanaoshirikiana na serikali ya Kongo. Tangu mwanzoni mwa wiki hii, ujumbe tofauti ulisambaa kwenye mitandao ya kijamii ya Bukavu kuwatia hofu wale wote watakaopokelewa na Kabila. Zaidi ya hayo, ni mapigano yaliyofanyika Jumatatu katika vijiji vya Chirunga, Bugobe, Kagabi na Bushwira vilivyopo si mbali na makazi ya Joseph Kabila kati ya wapiganaji wazalendo na AFC M23 baada ya kutangazwa kuwasili kwa rais huyo wa zamani. Mashirika ya kiraia katika eneo la Kabare yanasikitika kwamba ni raia waliokuwa wahanga wa mashambulizi yote yenye silaha. Rodrigue Munguakonkwa, kiongozi wa shirika la kiraia wilaya ya Kabare, anaeleza masikitiko yake. Matokeo ni ya kwamba raia zaidi ya 12 wamepoteza maisha na wengine 6 kuumia vikali kufuatana na masasi zilizotawanyika kiolela. Juma iliyopita tena raia 3 walipoteza maisha kufuatana na hiyo yote. Tunaomba wapiganaji upande yote kusitisha mapigano. Katika mji wa Bukavu, wachambuzi wengi wa masuala ya usalama wanaamini kwamba mashambulizi haya yanalenga kutoa ujumbe kwa rais huyu wa zamani aliyetawala Kongo kwa miaka 18 na hata kwa rais wa sasa Felix Tshisekedi ambaye yuko katika mwaka wake wa 6 madarakani bila ya kuwepo kwa amani mashariki mwa nchi hiyo, kama anavyodhani mtu huyo aliyeomba jina lake lihifadhiwe. Nadhani kwamba hii matishio wazalendo wanataka waonyeshe Kabila na watu wake kwamba hawakaribishwi na hawataki hata hiyo movement yao. Nakumbuka tena mkutano wa Corneille Nangaa hapa Bukavu, tena kulikuwa milipuko ya mabomu ambayo ilisababisha watu wengi kufariki siku hiyo. Kwa hiyo yote ni sisi raia ambao tunasumbuka. Mapendekezo ya hayo majadiliano hatujui atayapeleka wapi. Atayapelekea Tshisekedi ama kuna watu wengine ambao atapelekea au na ajenda yake binafsi. Katika baadhi ya mashambulizi, asasi za kiraia zinasema kwamba vituo mbalimbali vya afya na elimu vililengwa na wapiganaji kutoka pande zote mbili. Asante sana Hawa Bihoga. Huko Mashariki ya Kati na katika maeneo ya Mashariki ya Kati ambapo hali inayojitokeza, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anaona ni kama wamejikomboa katika vita vya hivi karibuni kati ya nchi yake na Iran, lakini vita vya Israeli katika ukanda wa Gaza havionyeshi kufikia mwisho, mbali vinaelekea kuwa vikubwa zaidi. Miezi kadhaa ya machafuko ya kisiasa, vita na kuporomoka kwa umaarufu wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, mashambulizi makali dhidi ya Iran huenda yakabadilisha mawimbi ya jinsi utawala wake ulivyokuwa unaangaliwa. Mataifa yote mawili yalikubaliana kusitisha mapigano siku ya Jumanne iliyopita. Sauti ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilitoka kwa nguvu na majivuno pale alipotangaza ushindi wa nchi yake dhidi ya Iran. Hata hivyo, ilikuwa tofauti na ya tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 wakati lilipofanyika shambulio la kushtukiza la wanamgambo wa Hamas ambalo limeionyesha serikali ya Israel kana kwamba
ilishindwa kulinda usalama katika historia ya nchi hiyo, hilo likiwa ni pigo na limeitia dosari sifa ya Netanyahu aliyechukuliwa wakati wote kama mlezi wa taifa. Matukio hayo yamesababisha kuporomoka uungwaji mkono wake kutoka kwa umma wa Israel. Mwanasayansi wa masuala ya siasa katika chuo kikuu cha Hebrew, Dr. Gayil Talshir amesema maneno ya hivi majuzi ya Netanyahu ambapo anazungumzia tu kuhusu Iran ni kama yamefuta kabisa yaliyotokea Oktoba 7, ingawa vita dhidi ya kundi la Hamas huko Gaza bado vinaendelea. Talshir amesema hayo yanakumbushia makosa ya mwaka 2023 na inawezekana shinikizo linaweza kujengeka kwa haraka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ili afikie makubaliano ambayo yatamaliza mapigano katika ukanda wa Gaza na kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka wote waliosalia. Kauli hiyo inaungwa mkono na Einav Zangauker ambaye mtoto wake anayeitwa Matan ni miongoni mwa mateka 20 waliosalia katika ukanda wa Gaza ambao bado wanaaminika kuwa wako hai. Hata hivyo, baadhi ya washirika wa Netanyahu wamekuwa wakitangaza simulizi mpya ya kumjenga kwamba mashambulizi ya Oktoba 7 sio sababu ya kuiona serikali ya Netanyahu kuwa imeshindwa, lakini kama hatua muhimu iliyoifanya Israel kuamka na hatimaye ikaimarisha zaidi hatua za kukabiliana na maadui zake wa kikanda ana kwa ana. Mshirika mmoja wa Netanyahu ni Aryeh Deri wa muungano wa mrengo mkali wa kulia, ambaye anasema kwa mtazamo wake shambulio la Oktoba 7 limewaokoa watu wa Israel. Kiongozi wa upinzani Yair Lapid amesema ni wakati sasa wa Netanyahu kuvimaliza vita vya Gaza na kuwarudisha mateka nyumbani. Ameongeza kusema kwamba Israel imezidi kutengwa kutokana na matendo yake huko Gaza. Hata hivyo, ndani ya serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kulionekana utayari mdogo sana katika kuafikiana au kwenda kwenye meza ya majadiliano. Zainab Aziz. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ambapo ni Afrika Leo asubuhi katika anga ambayo unatupata wakati huu. Basi msikilizaji, ni kwamba masuala mengi yanazidi kuibuka na wafanyakazi wa kigeni kupitia mikakati ya Shande Kenta na mikataba ya uhamiaji ya nchi kama Kenya. Hali halisi ya waombaji wengi wa Afrika bado ni ya kuwakatisha tamaa, wakati mahitaji ya wafanyakazi wa kigeni wanaoongezeka hasa katika sekta ya afya, tehama na elimu. Urasimu wa mchakato ambao unajitokeza ya afya katika eneo la tehama na elimu, urasimu wa mchakato mgumu wa kupata visa unaleta changamoto kubwa katika hatua, licha ya juhudi kubwa za Ujerumani kuvutia wafanyakazi wa kigeni kupitia mikakati kama Chancellor Carter na mikataba ya uhamiaji. Wafanyakazi 20 wa Kiafrika. Anasema changamoto kubwa ni katika hatua ya maandalizi, hasa kutokana na upungufu wa taarifa, makazi na urasimu unaokwamisha mchakato wa kuingia nchini. Kilichokatisha tamaa niseme tu ni kwanza kabisa michakato yote ya kiofisi, lakini jambo la kuvunja moyo zaidi katika yote haya ni ukosefu wa makazi. Kwa sasa tumekwama kabisa kwa sababu ya urasimu huu. Wakati huo huo, wadau kutoka sekta ya biashara wanataka hatua za dhati kutoka kwa serikali ya Ujerumani. Khadi Kamara kutoka Africa Verein der Deutschen Wirtschaft anasema huu ni wakati wa Ujerumani kutekeleza ahadi zake, hasa kwa kuwa ushirikiano wa kimataifa unabadilika. Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht. Nadhani fursa si mbaya, kwa sababu kwa sasa ni lazima hatua zichukuliwe. Kwa wakati huu miungano ya kimataifa inavunjika, hivyo ni lazima kutafuta washirika wapya, na wengi wao wanapatikana katika bara la Afrika. Auf dem afrikanischen Kontinent. Ingawa Ujerumani imeanzisha mfumo wa maombi ya visa mtandaoni na kufungua milango kwa wafanyakazi wa mataifa yasiyo wanachama wa Umoja wa Ulaya, masharti makali, ucheleweshaji na kiwango kikubwa cha kukataliwa maombi ya visa hasa kutoka Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara vinaifanya ndoto ya kazi au masomo Ujerumani kuwa mbali kwa wengi. Wadau sasa wanataka si tu kurahisishwa kwa mchakato wa visa, bali pia msaada wa kujifunza lugha, uwekezaji katika mafunzo barani Afrika na kuondolewa kwa vizingiti vya kisheria ili kufanya uhamiaji wa wafanyakazi kwa fursa ya kweli kwa pande zote mbili. Na ripoti hii
Ni taarifa ya habari msikilizaji, ambayo unaipokea kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani, ambapo ni matangazo mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, Afrika leo asubuhi, na vilevile tunapozidi kusonga mbele na masuala mengine, ambapo asubuhi njema hii pote pale ulipo, ni hakika unazidi kutufuatilia kwa njia ambayo inapendeza, kwa sababu ni hatua muhimu sana. Mahakama ya Afrika Kusini imesitisha mpango wa kumzika rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu katika hafla ya faragha muda mfupi kabla ya kuanza. Habari hizo zinatangazwa tu kwa waombolezaji nchini Afrika Kusini baada ya misa ya mazishi kukamilika. Huu ni mzozo wa hivi punde kati ya serikali na familia ya Lungu kuhusu mazishi yake, baada ya familia hiyo kuchagua kuwa na shughuli ya faragha ya mazishi yake nje ya taifa hilo la Afrika Kusini badala ya mazishi kamili ya serikali nyumbani kwake kule Zambia. Serikali ya Zambia ilikuwa imewasilisha kesi ya dharura katika mahakama kuu Pretoria ikitaka kusimamisha mazishi yaliyopangwa na familia yake. Mahakama imesema kuwa mazishi hayataendelea kufuatia makubaliano kati ya wahusika. Hata hivyo, inaonekana kuwa mazishi yoyote hayatafanyika hadi Agosti mapema zaidi. Mzozo huo unafuatia mzozo wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake, rais wa sasa Hakainde Hichilema, huku familia ya Lungu ikisema kuwa ameonyesha kuwa Hichilema hapaswi kuhudhuria mazishi yake. Kufuatia kifo cha Lungu nchini Afrika Kusini akiwa na umri wa miaka 68, familia ilitaka kusimamia taratibu za mazishi, ikiwa ni pamoja na kurudisha mwili wake nyumbani, lakini mamlaka ya Zambia ilitaka udhibiti. Serikali na familia yake baadaye walikubaliana kuwa angefanya mazishi ya serikali kabla ya mahusiano kuvunjika kutokana na mipango mahususi na kusababisha familia hiyo kuchagua mazishi nchini Afrika Kusini. Rais Hichilema tangu wakati huo amekuwa akioji kuwa Lungu kama rais wa zamani ni wa taifa la Zambia na anapaswa kuzikwa nchini humo. Kabla ya kuelekea mapumzikoni, ni kwamba mamlaka nchini Kenya imechukua hatua ya kutekeleza marufuku dhidi ya vyombo vya habari kutangaza mbashara matukio kuhusu maandamano na kuwakumbuka vijana waliopoteza maisha katika maandamano ya kupinga nyongeza za kodi mwaka jana. Vituo vya kibinafsi vya habari ambavyo ni NTV, KTN na K24 vimesema kuwa polisi na maafisa wa mawasiliano walivamia vituo vyao vya kusambaza matangazo na kuzima mitambo yao. Mpenzi msikilizaji, ninakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, account number ni 01245085217800 au TIN namba ni 45614668 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Asante sana Franco Kisanga kutokea 2-in-1 Border pale Vini. Jambo la heri kwa nchi za NATO kuongeza nguvu katika ulinzi, usalama ndo kila kitu. Asante sana, ujumbe wako ushafika kaka. Sale Mkoma pale vinawapata safi kabisa, nipo Shilui. Asante sana kaka
na vilevile Juma Yusuf anasema anawapata kutoka Gurumesa pale Moyale, Kenya. Asante na karibu. Vincent JJ Kaji pale hivi, kijana mpole Tanzania, kutoka Kagongwa pale hivi, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Nawakilisha Wasakatoge Salam Club. Kwa kweli Radio Fortune Africa nawapata vyema mbashara kupitia kitandahazi. Asante na karibu. Maneti Magongo Kione pale hivi nawapata mbashara toka Iringa Uluti. Asante na karibu kaka. Livingston pale hivi Akala anasema niko ndani na kupokea vizuri sana, nashukuru. Oscar asema Silidon wa Kitobo pale hivi Muleba, Kagera, Tanzania, na wafuatilia vyema matangazo ya asubuhi ya leo Radio Fortune Africa. Asante. Jared Ourere pale hivi Matureti pale hivi kutoka Nyachichi Secondary School, Nyamira County, Kenya, anasema anatufuatilia vizuri sana, nashukuru kaka. Ni Afrika Leo asubuhi kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, pote pale ulipo, ambapo